Kwa majina naitwa MC Miguna. Yes. Mwanzo nina furaha tena sana moyoni mwangu kwa kuona vile rais wetu ameenda kule Barakwetu kufungua mradi, zile kazi ambayo amefanya kazi ya busara. Yes. Na kila mwananchi ambaye ana masikio anaona yale ambayo inayoendelea nchini Kenya. Amefanya mengi tena sana. Sasa hivi ninavyozungumza, ukienda katika eneo la Nyanza, majamaa wamefurahia tena sana, kwa sababu kiongozi ni mtu ambaye anaaminika nchini Kenya. Kwa hivyo tunafurahia tena sana kutokana na yale ambayo rais wetu, rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto anayofanya katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo katika taifa letu la Kenya pia lazima tuwe na upinzani, na ni muhimu pia, kwa sababu nitajuaje kwa mimi nafanya kazi? Ile utendakazi wa Mheshimiwa Rais ni muhimu sana, na tunakutakia kila laheri. Mwenyezi Mungu akuwezeshe, akupe uhai, akuwezeshe, akupe nguvu ya mahana uweze kuendesha nchi vilivyo. Kando na hiyo, Mheshimiwa Ngunjiri, wewe ni mtu wa maana sana. Kuna yale ambayo umefanya, na tutakuheshimu kama kiongozi, na tutakubali kuendelea na viongozi ambao wanataka kuingia kwenye hii gari letu. Sisi hatutalazimisha mtu yoyote haweze kutufuata, ila yule ambaye anaona kwamba ni muhimu kwako yeye aweze kuendelea na hii serikali, huyo ndiye mtu ambaye tutaweza kuendelea naye. Kwa hivyo sisi katika taifa letu la Kenya tunapenda amani, na kuna kitu moja pia ambayo ningelipenda nizungumzie, kwamba naibu wa rais ambaye ni Kithure Kindiki, huyo ni kiongozi ambaye anafaa heshimiwe. Haifai kuwa kwamba kama Wameru wamepata nafasi kuongoza kama naibu wa rais, sasa wengine wanamdharau na wengine wanaona kwamba sio mtu ambaye anafaa katika taifa letu la Kenya. Lazima heshimiwe na aonekane kama kiongozi, kwa sababu naibu wa rais, ili ufikie uappointiwe kama naibu wa rais, sio rais mwanangu. Kwa hivyo lazima tuheshimu kiongozi, na mtu yeyote aheshimiwe. Hakuna Mkenya bora kuliko mwingine. Wakenya wote wako sawa, ila ideologies ndio tofauti. Kwa hivyo ni muhimu tena sana tuheshimu viongozi ambao tunao katika taifa letu la Kenya. Jambo lingine, kuna kiongozi mmoja ambaye ni kiongozi aliweza kuteuliwa kama PS wa security. Mheshimiwa Raymond Omolo. Mheshimiwa Raymond Omolo, wewe ni kiongozi ambaye ana hekima, na kutokana na yale unayofanya katika yale ambayo unayofanya katika taifa letu la Kenya, tunakuheshimu tena sana, kwa sababu wewe ni kiongozi ambaye ana akili ndefu.